Nakushukuru sana mtazamaji kwa kuanza nasi kipindi cha Tuongee Asubuhi saa 1, na sasa tunasonga mbele na kipindi cha Tuongee Asubuhi ikiwa ni saa 2 na dakika 16 na saa 3 kamili nitakwambia kwa heri tukijiandaa na kipindi cha kesho. Bado upo nami Bernard James BJ, na kwa usimamizi mzuri kabisa wa Alex pamoja na Jovin na Bella Othmani Lucia pia. Na sasa ni wasaa wa mjadala mkuu. Tunajikita katika eneo gani mtazamaji? Ni amani. Na amani tunayoangalia hapa ni amani kwa ujumla, amani ya dunia, amani ya Afrika, amani ya Afrika Mashariki, amani ya Tanzania, amani ya Mwanza. Tunafanya nini katika kuhakikisha kwamba tunaendelea kuwa na amani? Na ni kwa sababu gani kuna kuwepo na umuhimu wa amani? Ni kwa nini tunanadi neno hili la amani hasa nchini Tanzania? Sasa kuweza kutupatia umuhimu wa amani kwa kina, tuweze kujua amani ni nini, tuweze kujua namna gani tunaipata amani, tuweze kujua viashiria vya amani ni vipi, tuweze kujua faida za amani ni zipi, namna ya kuitunza amani, lakini pia ni kwa namna gani jamii inatakiwa kufanya kuweza kuhakikisha kwamba amani inaendelea kuwepo. Haki pia nimefanikiwa kumualika mgeni wetu ambaye si mwingine bali ni mchungaji Daktari Simon John kutoka Nyegezi, Mwanza. Karibu sana kwenye kipindi baba. Asante sana. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Karibu sana kwenye kipindi. Asante, nashukuru sana. Na pengine kabla ya kuanza kipindi pengine tuweze kupata maombi. Karibu. Ndio. Na itapendeza sana. Na kabla hatujaanza, kwa sababu tunazungumzia amani. Ndio. Na Mungu ndiye mtawala wa amani, Bwana wa amani. Ndio. Basi ni vizuri tukaomba. Baba wa mbinguni, Mwokozi mwenye utukufu, na kushukuru. Naomba neema yako iwe pamoja na sisi mahali hapa. Kajifunue Bwana, ukatuongoze unapozungumza juu ya amani. Naomba amani ikapate kutawala ndani ya kila moyo, ndani ya Watanzania wote na dunia yote kwa ujumla. Na kushukuru kwa kuwa utakuwa pamoja na sisi, kwa jina la Yesu. Amen. Amen. Asante sana baba. Asante. Sasa ni vema mtazamaji akajua neno amani kutoka kwenye kinywa chako. Karibu sana. Neno amani ni neno pana. Ndio. Neno pana sana ambalo tukianza kulitazama moja kwa moja linaweza likachukulia muda mrefu sana. Lakini amani ni hali ya utulivu. Hali ya utulivu, furaha, upendano. Yaani watu walio na amani ni watu walio na utulivu ndani ya moyo. Na hicho ndio chanzo pia cha amani. Amani tunayozungumza, kuna amani inaanza ndani ya moyo wa mtu. Moyo wa mtu ukiwa na amani, basi na maana tayari mtu huyu atakuwa na amani hata kwa watu wengine na mambo kama hayo. Kwa hiyo amani ni pasipokuwa na kuishi kwa wasiwasi. Mtu anaishi kwa utulivu, bila wasiwasi wa aina yoyote, bila vurugu, bila machafuko yoyote. Naona bila machafuko yoyote, bila shida. Naona shida wakati mwingine mtu amekosa kile, wengine amani huwa zinatoweka. Na hasa kwa mimi kama mchungaji, napozungumzia sana amani naitazama katika mambo mawili. Ndio. Kuna amani ya dunia. Ndio. Ambayo wakati mwingine mtu anapopata kitu fulani, ndio, moyo wake unakuwa na amani. Lakini pia kuna amani ya Mungu. Hii sasa inategemea pia mtu anapokuwa amempata Mungu. Mtu anapokuwa amempata Mungu anakuwa na amani. Ndio. Haijalishi sasa hana hicho, hana kile, lakini kwa sababu tu ana Mungu ndani ya moyo wake, kunakuwa na amani. Kwa hiyo katika mazungumzo yetu nafikiri tutazungumza hayo yote, kwamba amani ya dunia na amani pia ya Mungu. Kwa hiyo kifupi ni kwamba amani ni pasipo kuwa na vurugu, pasipokuwa na wasiwasi, pasipokuwa na ile hali ya mashaka kwamba ninafanyaje. Yaani moyo umetulia, moyo una amani, moyo una furaha. Hiyo ndio nini? Hiyo ndio amani, ndugu mtangazaji. Sawa. Na
Wakati unaeleza baba, nilikuwa nataka kuweka jingine. Ndio. Lakini nataka kwa mfano, kuna mtu anaweza kusema kwamba kweli moyo wangu una amani sasa. Yanajisikia na amani kweli, ndio maana nafanya hiki na hiki na hiki na hiki. Lakini pia kwenye maneno ya kibiblia kuna neno kwamba enendeni kwa amani pia. Sasa ndio hii amani ambayo tunaiongelea pia kwa mtu binafsi, kwamba anaweza kaa yeye akajisikia kwamba labda nina fulani na nina raha, sina shida yoyote. Ndio hiyo yenyewe pia ambayo inaingia kwenye hii tafsiri ya amani. Ndio. Ni ule ulinganifu. Ndio. Ulinganifu katika mambo mbalimbali yale mtu anayokutana nayo. Ni katika ile hali ya mahusiano. Ndio. Mtu anapokuwa na mahusiano mazuri na mtu, amani na kuwepo. Ndio. Anajenga moyo wake kuwa na furaha, moyo wake kuwa na utulivu mle ndani ya moyo. Kwa hiyo mahusiano mazuri kati ya mtu na mtu yanapoondoka, ina maana moyo wa mtu yule unakosa amani. Ndio. Kwa nini? Hatamfanyia mtu mazuri kwa sababu hana furaha, hana utulivu naye. Ndio. Moyo wake una wasiwasi. Fikiria kama labda huko sehemu, yani kwenye nyumba ambayo huna uhakika wa ulinzi wako. Ndio. Ina maana utakaa pale kwa wasiwasi. Ndio. Kwa hiyo ile amani haitakuwepo. Haitaonekana amani. Kwa hiyo tunapozungumza juu ya amani, ni vizuri kabisa watu wakajenga mahusiano makubwa kati ya mtu na mtu. Maana hapo ndio amani. Kabisa. Na amani hii ina ukubwa wake. Ndio. Tunapozungumza amani, hatutazami tu amani labda ya nchi yetu. Hapana. Kuna amani mahali pa familia. Ndio. Familia lazima ziwe na amani. Ndio. Kwa sababu mwanzo wa amani hata ya kitu chochote inaanza kwenye familia. Ndio. Familia kama baba na mama hawana amani, hawana mahusiano mazuri, mke na mme hawana mahusiano mazuri, mahali pale hakuna amani. Kuna machafuko, kuna vurugu, kuna matusi, kuna mapigano na kila aina ya ubaya pale utatokea. Ndio. Na mwisho wa yote hata maendeleo hayatakuwepo. Naona. Kwa hiyo amani si tu kwamba labda tutazame tu amani ya nchi. Hapana. Tunaanza kuitazama amani katika maeneo mbalimbali ya kifamilia, maeneo ya kazi. Kazi kama hii inafanyika, lazima kuwe na amani. Ndio. Mwajiri awe na amani na watumishi wake, lakini watumishi kwa watumishi wawe na amani, ndipo kazi iendelee, maendeleo yapatikane. Ndio. Kwa hiyo amani inakuwa na ile hali inaleta maendeleo sasa yanaanza kupatikana, kama ni mahali pa kazi, kama ni mahali pa biashara, inakuwepo amani. Kwa hiyo amani ndio kitu kikubwa. Pasipo amani hakuna jambo lolote. Nafikiri na ndio maana tuko hapa. Ndio. Ili tueleze umma, tuwaeleze Watanzania, tuwaeleze ulimwengu wote, kila mahali waliko, wajue namna ya amani. Wajue aina ya amani, kwamba amani ndio kitu kinachohitajika sana. Hata Mungu amesisitiza amani. Kwa sababu Mungu wetu ni Mungu wa amani. Ndio. Yaani yeye binafsi ni Mungu wa amani. Na amemuumba mwanadamu, akamuumba kwa mfano na kwa sura yake. Sasa jinsi Mungu alivyo na amani, ndivyo anavyotazamia mimi na yule tuwe na amani. Huo ndio kukamilisha uumbaji wake. Ndiyo. Na hapo ndipo tutakuwa tumeingia kwenye mpango au kwenye kusudi lake. Mungu anakusudia amani tu. Alitengeneza matendo mema. Maana kinyume cha amani ni machafuko, ni mambo mabaya. Mtu na mtu wanafanyiana mambo yasiokuwa na maana. Naona wanahitilafiana, wanakorofishana. Masengenyo yanakuwepo pale. Tayari amani inavurugika. Kwa hiyo amani ni kitu kipana sana, ni kitu ambacho tunatakiwa tukitazame sana kwa upana kubwa. Sawa. Yeah. Baba mchungaji, natamani nijue ni kwa namna gani tunaipata amani. Amani inatafutwa. Amani
sio kitu kinachokuja kwa bahati mbaya. Hapana. Amani inatafutwa. Amani inatafutwa. Kwa njia gani? Biblia imesema tuitafute sana amani. Kisoma kitabu cha Waebrania ile sura ya 12, Mungu anazungumza juu ya amani, kwamba tuitafute sana amani. Naona kumbe amani inatafutwa, haiji kwa bahati mbaya. Inatafutwa. Amani sio ajali. Amani inatafutwa. Kwa hiyo tunaweza tukasema inasababishwa. Amani inasababishwa. Kama mtu hata itafuta amani, maana yake amani haitakuwako kwake. Kwa hiyo kama nilivyoainisha pale kwamba ni vizuri sasa kuelewa, wewe mwanafamilia, naona amani imetoweka pale. Wewe mahali hapo pa kazi yako, mahali pa biashara yako, amani imetoweka. Kwa hiyo unachopaswa ni kuitafuta amani. Unapoitafuta amani inakuwa ni bora sana. Ndio. Waebrania 12 hii sura ya 14 anasema hivi. 12 Waebrania mstari huu wa 14 anasema, tafuteni kwa bidii kuwa na amani na watu wote, na huo utakatifu ambao hapana mtu atakayemwona Bwana asipokuwa nao. Kwa hiyo amani, ndugu mtangazaji, inatafutwa. Tusipoitafuta amani au nisipoitafuta amani kati ya mtu niliyekorofishana naye, ambaye nimepoteza labda amani yake, kama nisipoitafuta, maana yake haitakuja. Na Biblia inatuelekeza hapo kwamba tafuteni kuwa na amani na watu wote. Tafuteni kuwa na amani na watu wote. Inatafute amani. Ni kitu kinachotafutwa. Ina maana kuna juhudi. Kuna juhudi. Ndio maana wakati mwingine unaweza ukasikia nchi na nchi zimehitarifiana. Labda kuna machafuko. Wanatumwa wasuluhishi. Hapo wanatafuta amani. Mtu mke na mtu mume wamekorofishana. Ndio. Tafuta suluhu. Anatafutwa mtu. Miaka ile ya zamani. Ndio. Walikuwa wanakwenda hata kwa mzee mmoja ambaye anafahamika kwamba anaweza akatatua. Ndio. Kwa hiyo wanafika pale, wanandoa wale wanaeleza. Hapo wanatafuta amani. Amani isipotafutwa mahali pa kazi, mahali pa biashara, mahali pa nchi, mahali pa familia, haiwezi ikapatikana hivi. Haiji tu kwamba imetokea. Hapana. Hata imani ya Tanzania yetu ilitafutwa. Ilijengwa. Nitaka kuuliza hilo swali, na sisi amani yetu pengine ilitafutwa hivyo hivyo. Ilitafutwa. Amani inatafutwa. Wakati mwingine kwa elimu mbalimbali. Watu wanapopata elimu, wakaelewa nini maana ya amani, ina maana wanaweza wakaamua kuitunza, wakaamua kuitafuta. Kwa hiyo amani yetu ya Tanzania ilitafutwa kabisa, yakajengwa mahusiano kati ya ndugu na ndugu, kati ya kabila na kabila, kati ya koo na koo, naona kati ya jinsia na jinsia. Ndio maana leo tunaweza tukasema Tanzania tuna amani, kwa sababu kisiwa cha amani. Kisiwa cha amani. Kwa sababu ni nini? Ilitafutwa. Wazee wetu kule walitafuta kabisa, na walipoitafuta, labda huko mbele tutazungumza kwamba waliitunza. Maana kitu unapokitafuta, maana yake una umuhimu nacho. Ndio. Maana yake ni cha thamani. Maana yake unakihitaji. Sasa itakushangaza kama wewe una kitu umekitafuta, umetafuta amani, alafu unaacha kuitunza amani. Hiyo litakuwa ni jambo moja gumu sana na la ajabu sana. Natamani kujua, kuna mtu ambaye ana wajibu wa kuitafuta amani, au kila mtu anaweza tu akaitafuta amani? Kila mmoja anatakiwa kuitafuta amani. Kila mmoja. Hakuna mtu mmoja ambaye aliye na wajibu. Hapana. Kila mmoja ana wajibu wa kuitafuta amani. Na tunaitafutaje amani? Ni pale ambapo mimi ninapotamani kujenga mahusiano na Bernard. Ndio. Niwe na mahusiano na yeye.
sio mahusiano mabaya, ni mahusiano mazuri ya kiurafiki, ya kindugu. Ndio. Upendo, ushamiri kati ya mtu na mtu. Ndio. Iko ndio kutafuta amani. Kwa hiyo nikiona kwamba nimetaka kukorofishana na ndugu yangu, basi hapo natakiwa kumbe nirudi nitafute mahusiano. No, nitafute yale mahusiano kati yake na mimi, ili maisha yaende vizuri, tuishi katika haki. Tunaposema mahusiano, maana yake ile haki inapodumu, huyu mtu anadumu, anapata haki yake, anapata anachohitaji. Nikimvunjia haki mtu fulani, maana yake ninakuwa ninaipoteza amani. Maana ndugu mtangazaji, ndio, amani na haki ni vitu vinavyokwenda pamoja. Ndio. Hakuna amani pasipo haki, hakuna haki pasipo amani. Ndio. Kwa hiyo kila mmoja wetu ana wajibu wa kuitafuta amani kabisa kabisa. Kwa mtazamaji anayetufuatilia sasa hivi, ndio, inawezekana akawa anajiuliza zaidi. Yaani kwenye familia umeeleza vizuri sana baba, na nafurahi sana kwa sababu unaelezea kiimani sana. Pia kitu ambacho najua watu wanakwenda misikitini, watu wanakwenda kanisani, watu wanakwenda katika maeneo mbalimbali ya kuabudu. Na hicho ndio baba anachokifanya hapa. Sasa nilitamani pia nijue, unawezaje ukajua kwamba labda hapa mimi binafsi nina amani? Yaani mtu mwenyewe anaweza akajuaje kwamba yeye mwenyewe pia ana amani, lakini pia sehemu ambayo yupo ina amani, viashiria vya amani au vitu fulani ambavyo mtu akiona anasema kwamba kweli amani ipo? Kama tulivyoainisha juu ya amani. Ulisema pia hata hapa tulipo tunapoongea hapa, maana yake amani inaonekana ipo sasa. Yaani kama tulivyoainisha, amani ni utulivu. Ndio. Kwa hiyo ule utulivu ulionao moyoni, kuna mambo ambayo ukikutana tu labda hata na mtu unaweza amani ikatoka. Ndio. Labda kwa jinsi alivyo, labda ni usiku, unaona tayari viashiria vya amani vinaondoka. Ndio. Kwa hiyo amani ni ule utulivu unaouona mahali palipotulia, wasiwasi. Kama nilivyosema, kuna amani ya dunia na amani ya Mungu. Ndio. Sasa amani ya Mungu ni mle ndani ya moyo huwa kunadhihirika amani. Lakini amani ya dunia tunaweza tukaiona au tukapata viashiria kwa ile hali tu ya furaha ambayo labda mtu alionayo, amepata labda TV, amepata labda gari, tayari anakuwa na amani kwa sababu amekipata alichokuwa nakipata. Kwa hiyo ni ile furaha. Mahali palipo na amani kuna viashiria vya furaha na utulivu, na maendeleo pia yanaweza yakapatikana pale. Sawa. Mtazamaji, kwenye kipindi nipo na mchungaji Daktari Simon John kutoka Nyegezi jijini Mwanza, na kikubwa zaidi ambacho anakifikisha kwako ni umuhimu wa amani katika jamii. Je, unatambua umuhimu wa amani katika jamii? Unavifahamu viashiria vya amani? Unafahamu ni kwa namna gani tunaipata amani? Je, unafahamu ni nani ambaye anatakiwa kutupatia amani? Wewe mwenyewe unayetazama kipindi hiki, anatakiwa kupatia amani. Baba amesema wewe mwenyewe kwanza. Ndio baba. Yaani kila mmoja. Maana amani inaanza kwa mtu. Kwa hiyo sio kasema kwamba labda si taasisi fulani au mtu fulani au kundi fulani kupatia amani. Wewe mwenyewe kwanza. Una utulivu, una raha, una furaha, hauna makando, yani shida zinazo kusumbua moyoni mwako au na sehemu nyingine. Sawa. Baba, sasa tutazame, kabla tujiangalia namna ya kuitunza hii amani, hebu tuangalie faida za amani ni zipi, au muhimu sasa wa amani ni upi katika jamii? Umuhimu wa amani au faida za amani ni nyingi, kila mmoja kwa sehemu yake. Ndio. Mahali alipo, kitu anachokifanya,
mipango anayoipanga, tayari amani inamletea faida. Yaani amani inapotoweka, watu hawawezi wakakaa kwa pamoja kwa upendo, kwa furaha. Ina maana tayari watu wale watakimbiana. Angalia tu hata watu wanandoa, amani inapotoweka, baba anaondoka, anaacha watoto wanaathirika kabisa. Baba anaondoka, mama anaondoka, watoto wanakaa katika hali. Amani inapotoweka, watu wanajinyonga, mtu anachukua kamba anajitundika, kwa sababu amani imekosekana. Haoni pa kuipata. Bora tu nife. Sasa hiyo katika Mungu tunakosea, kwa sababu amani ni Mungu. Na nitaka kuuliza kitu kingine. Umesema jambo zuri. Kuna mtu anaweza akasema, bwana mimi sina cha kupoteza. Mwingine anasema, sasa kwa kweli mbele sioni, sitakuwa na amani kabisa, ngoja nijiue. Ni kweli kwamba haitaweza kuja kutokea amani pengine? Hapana. Amani mtu anapokuwa katika hali kama hiyo. Hapana, amani inatafutwa. Mara nyingi tunawafundisha watu katika madhabahu, wakati mwingine tunahubiri, tunawatia moyo watu kwamba hakuna sababu ya kuvunjika moyo. Liko jambo mbele linaweza likatokea zuri zaidi, nawe ukafurahi, maana kila tatizo huwa linapita kabisa. Kwa hiyo haina maana kwamba kwa sababu mimi labda nimekosa amani leo, basi nifanye matendo ya kuvunja amani au ya kuharibu amani, kwa sababu amani ile inategemea, ndugu zangu, inategemea mazingira. Amani inapokosekana, hata mazingira yanaharibika kabisa, miundombinu inaharibika, maisha ya watu yanaharibika. Kwa hiyo amani ina umuhimu mkubwa, ndio maendeleo. Mahali popote ambapo hakuna amani, hakuna maendeleo. Kwa hiyo amani inatakiwa tunzwe sana. Watanzania wenzangu, tuitunze amani, kwa sababu hiyo ndio maendeleo yetu kabisa. Hatuwezi ukaenda mahali popote kufanya jambo lolote, kufanya biashara, hutafanya biashara, hutafanya kazi. Unaumwa, hautakwenda hospitali. Nini? Amani. Kwa hiyo amani ina umuhimu mkubwa sana. Umuhimu mkubwa sana uko kwenye amani. Amani ndio kila kitu. Kwa hiyo kila mmoja wetu anatakiwa kuijenga amani kwanza ndani ya moyo. Mimi nasisitiza sana moyo wa mtu uwe na amani. Moyo utakapokuwa na amani, mtangazaji, haya mambo mengine yote yanaisha, hayataendelea kujirudia siku hata siku, kwa sababu moyo una amani. Na kwa nini? Mtu ametafuta amani. Kwa kuwa mtu ametafuta amani, maana yake huyu mtu atakuwa ameipata ile amani. Ndio. Na kwa kuwa ameipata amani, atatamani aiambukize kwa mtu mwingine. Kadri unavyotamani kuiambukiza amani kwa mtu mwingine, ndipo maisha ya amani katika Mungu na katika hali halisi ya ulimwengu unavyokwenda itaendelea kuimarika. Kwa hiyo amani ina umuhimu mkubwa. Na ukimya wangu ni kwamba natengeneza pia nukuu ya yale ambayo anayasema mchungaji Daktari Simon John, na ameeleza kwamba amani ni maendeleo. Neno zito sana hili. Kwamba kusipokuwapo na amani, basi chochote kile hakiwezi kufanyika. Sasa natamani pia kujua ni namna gani ya kuitunza ama kuienzi amani hii ambayo faida zake umezitaja. Karibu sana. Amani inatakiwa kutunzwa. Isipotunzwa amani huwa inaondoka kabisa. Kwa hiyo namna ya kuitunza amani, kila mmoja wetu atunze umoja, mshikamano,
Kama kwa ngazi kwa ya kifamilia, ngazi labda ya wilaya, kata, mkoa, ule umoja uliopo, yaani yale mambo yanayotuweka pamoja, yanayotuleta pamoja, yanayojenga mahusiano pale. Mambo gani yanajenga mahusiano? Maana amani bila mahusiano hayapo. Kwa hiyo kila mmoja wetu ajitahidi kutunza umoja, ule umoja alionao, maana huo ndio naambukiza amani. Kwa hiyo amani inatunzwa kwa umoja, kutunza umoja. Tunza umoja na ndugu yako na rafiki yako, yule rafiki uliye naye, sawa. Ndiyo. Amani inaweza ikatoweka kama usipotunza umoja naye. Kuna mambo ambayo huwa yanajitokeza ambayo yanataka kuharibu ule umoja, lakini ni vizuri kama tulivyosema kutafuta. Unaweza ukaachana na mambo fulani, lakini jambo jingine, namna ya kutunza amani ni kuendelea kusameheana. Kuendelea kusameheana. Kama hautamsamehe mwenzako, kama hautasamehe juu ya jambo fulani ambalo unaona kabisa kwamba litaondoa amani, wewe ukaacha kusamehe, maana yake amani inaendelea kuondoka. Katika ulimwengu huu tunaamini kabisa kwamba hakuna mahali ambapo watu wanaweza wakakaa kwa pamoja wasigombane au wasitirafiane. Tunapishana katika mtazamo wa mawazo. Kuna mtu mwingine anasema vikombe kama vipo kwenye kabati, lakini kuna wakati vinaweza vikagongana, tena kingine labda ikavunjika hata kidogo ikipata ufa, lakini haiondoa uhalisia kwamba vinaendelea kubaki pale. Sasa kitu kinachotuleta katika uhalisia huu na mahusiano hayo na umoja huu ni kwamba nijue kwamba hapa nimekorofishana na ndugu yangu. Ndio. Kwa hiyo unajivika msamaha, kusamehe. Pale unaposamehe, maana yake unaitunza amani. Ndio. Lakini ukisema sasa kwa kuwa yeye amenifanyia hivi na mimi wacha nifanye hivi, tayari amani haitakuwepo. Imeivuruga amani. Imevurugika amani. Maana utakuwa ni mtu wa kisasi. Kabisa. Unakuwa haujasamehe. Haujasamehe. Kwa hiyo ni vizuri kila mmoja wetu atunze amani kwa kumsamehe mwenzake. Tunafanya kazi huko ofisini huko, yamkini umekorofishana hata na bosi wako. Jivike rehema, usamehe. Unaweza wewe ndio kama mwajiri na nini, watu wamekukorofisha, jivike msamaha, kuachilia. Haya ndio mambo yanayofanya amani iendelee kudumu, iendelee kutunzwa. Lakini kama kuna mtu hataitunza, hata samehe mwenzake, katika ulimwengu huu, mtangazaji, nakwambia haiwezekani. Unaweza ukasema labda niende kanisani na kwenyewe kuna shida. Ndio. Maana kuna watu wana mawazo na mtazamo tofauti. Usipojaa rehema, kusamehe, haiwezekani ukafika mbali. Naona hivyo nenda msikitini, napo kuna mambo. Maana kuna watu walio na mawazo na mtazamo tofauti. Naona. Kwa hiyo tukidumu katika kusameheana, kuachilia, mambo unasema acha hili nalo lipite, ndio itakuwa ni nzuri. Japo katika kuachilia kuna mtazamo wengine unafikiri kwamba labda pale ninapoonekana mimi nimesamehe, basi nitaonekana mnyonge, au nimeshindwa. Hapana, huu ni mtazamo usiokuwa na maana kabisa. Kumbe ni vizuri tukawa katika hali ya kusamehe. Mtu anayesamehe ana nguvu kuliko yule anayesamehewa. Ndio. Mtu aliyesamehe ana nguvu kuliko aliyesamehewa. Ndio. Msamaha unakuwa mtu mpya sasa. Unakufanya uwe mpya. Unakurudishia amani yako. Ndio. Umoja wako unarudi kabisa. Naona. Kwa hiyo ni vizuri kuitunza amani yetu, tuitunze na tuilinde pia. Naona vizuri kuilinda kabisa, unakilinda. Kwa nini?
ni kitu cha thamani. Ndio. Ndio tunu yetu, tumepewa tunu hiyo, na katika tunu hiyo ndio kila kitu. Ndio. Umesema ndio maendeleo. Ndio maendeleo. Ndio baraka zetu kabisa, ndio furaha yetu. Leo hii tunakaa kwa sababu tuna amani. Ndio. Kwa hiyo kila mmoja wetu ailinde amani. Amani inatakiwa kulindwa kabisa, kutunzwa kabisa. Mtu anaitunza amani kwa kusameheana. Moyo wa kwako unatawaliwa. Ndio. Unatawaliwa na neno la Mungu. Na ndio maana tunashangaa sana. Ndio. Kama kuna watu ambao hawamuhitaji Mungu. Unajua ukimpungukia Mungu ndio matokeo yake haya. Ndio. Unapompungukia Mungu, Mungu ndiye mfalme wa amani. Ndio. Kwa hiyo ni wito wangu kabisa kama mtumishi wa Mungu kwamba watu wamgeukie Mungu. Mungu akiwa pamoja na wewe, ndani yako kutakuwa na amani. Hautatamani kumfanyia mambo mengine mtu mbaya. Ndio. Hautatamani kabisa. Kwa hiyo ni vizuri kabisa, Watanzania wenzangu, mahali popote ulipo, ni vizuri ukailinda amani. Ilinde amani. Lakini kwa namna gani? Moyo wako utawaliwe. Utawaliwe na amani. Yaani amani inatawala ndani yako. Kwa namna gani? Kwa kushiriki pia maneno ya Mungu wetu. Nenda misikitini, utakutana na wahubiri watakuhubiri. Ndio. Nenda kanisani, utakutana na watu watakuhubiri. Namna unavyosikia neno la Mungu, ile amani yako itaendelea kudumu. Utaendelea kutafakari mazuri ambayo Mungu wetu ametufanyia. Huyu Mungu amefanya mambo mazuri sana. Ndio. Kabisa kabisa. Na tunaona pia hata kwa Kristo Yesu. Ndio. Yeye alijitoa kwa ajili ya amani yetu. Ndio. Yaani amani yetu, ili sisi tuwe na amani, yeye alijitoa. Alijitoa. Kwa hiyo ni kila mtu anatakiwa kujitoa ili ahakikishe amani inakuwepo. Yaani kwa vyovyote amani iwepo. Naona inapokuwepo amani ndipo baraka, furaha inatawala. Watu watafanya maendeleo. Maana hakuna vurugu. Hakuna wasiwasi. Mtu anatoka nyumbani anakwenda kazini kwake bila shida ya namna yoyote. Sawa, baba mchungaji, umeongea maneno mazuri, na nilitaka walau kwa fupi nijue sasa nyie mababa zetu wa kiroho. Mnafanya nini katika kuhakikisha kwamba hii amani ambayo tunaisema hapa inaendelea kuwepo kwa maendeleo? Ndio. Karibu. Sisi kama watumishi wa Mungu, nisijue watumishi wenzangu. Ndiyo. Lakini nafikiri kila mtumishi aliye na maadili mazuri, ndio, anaweza akawa na yaishi haya. Sisi tunayo nafasi kubwa, tunakutana na watu wa kila aina. Kwa kweli Mungu ametuheshimisha sana. Sasa kupitia heshima hiyo ya Mungu, tunatumia neno la Mungu, ndio, kuwaelekeza watu kwamba ni lazima kwanza wawe na amani na Mungu wao. Unajua unaweza ukakorofishana hata na Mungu. Ndio. Kuvunja amani haina tu maana kwamba labda umevunja amani kwenye kijiji chako au kwenye mtaa wako au kwenye wilaya wako, kwenye hapana. Watu wanavunja amani hata na Mungu. Ndio. Kwa hiyo tunatumia neno la Mungu kuwaasa watu wawe na amani wao na Mungu wao. Wawe na amani kati ya wao na Mungu. Ndio. Wanapokuwa na amani kati ya wao na Mungu, inakuwa ni baraka sana. Kwa sababu amani inapokuwepo moyoni, tayari hatafanya jambo lolote baya. Kwa hiyo silaha yetu kubwa na mahubiri yetu makubwa, hata kwa sasa hivi kwa hali inavyoendelea labda kwenye nchi yetu, tunatumia sana madhabahu. Ndio. Kutaka kuwarudisha watu, mioyo ya watu ijawe na amani ya kimungu. Ndio. Itakapojawa na amani ya kimungu,
waachane na ile amani ya kidunia. Maana amani ya kidunia ni mtu kuwa na vitu, ndio awe na madaraka, awe na mali, awe na hicho, awe na hicho, ndipo anasikia amani. Sasa sio hivyo, na hatuwezi tukakaa katika msingi huo. Ndio. Lakini msingi wetu mkubwa kwanza, tudumisha amani. Mtu mwenyewe binafsi adumisha amani yeye na Mungu, asikorofishane na Mungu. Maana kumvunjia amani mwenzako sio tu kwamba umeivunja ile amani. Ile amani bado pia umemkosea Mungu, umetenda dhambi. Kwa hiyo tunawaelekeza watu kwamba wafanye toba. Wanapofanya ile toba, tayari mioyo yao inaponywa. Wahi kukutana na mtu mmoja walikuwa wamekorofishana. Ndio. Yaani anasema mimi sitaki kabisa huyu. Kumbe nilivyomshauri, nikamwambia hapana, unatakiwa ufanye toba, kwa sababu ni kweli amekufanyia mabaya. Yamkini hata wewe umefanya mabaya kwake. Ndio. Lakini kama sio kwake huyo, umefanya mabaya kwa mtu mwingine. Ndio. Kwa hiyo mwisho wa siku unatakiwa ufanye toba, umwambie Mungu nisamehe. Ndio. Yule mtu akanisikiliza, baadaye akasema, mchungaji, nimekuelewa sana. Ndio. Naomba unisaidie. Tukawa tumeombeana pale, baadaye akarudisha tena mahusiano na ndugu yake. Kwa hiyo toba inapokuwepo tayari inaleta amani, inaendelea kudhihirisha ile amani. Kwa hiyo sisi kama watumishi wa Mungu, kwa kweli tunawahubiri watu, tunawafundisha watu waendelee kuijenga amani. Kwa namna gani? Toba, wafanye toba. Naona wasameheane kila mtu na ndugu yake. Naona, lakini bado pia ni kufanya maombi. Lazima maombi yafanyike. Yanapofanyika maombi, ndio inakuwa ni baraka sana. Lakini kama maombi hayajafanyika, mahali pale inakuwa ni shida. Ndio. Kwa hiyo wakati mwingine kama nilivyoeleza kwamba amani sio kitu cha bahati mbaya, ni kitu kinachotafutwa. Wakati mwingine tutakitafuta kwa njia ya Mungu, kwamba Mungu aonekane katikati yetu, ajifunue katikati yetu, na watu waache mabaya. Kitabu hiki cha Zaburi ile 34:14 ndio anazungumza sisi kama watumishi wa Mungu, tunawaambia watu 34:14 ndio waache mabaya. Mabaya ndiyo yanayosababisha kutokuwa na nini? Na amani. Ubaya wa namna yoyote unapoonwa, haijalishi ubaya umetendwa na nani. Ndio. Ndio uzuri wa ubaya. Na ubaya hauna sura wala rangi. Hauna mkubwa wala mdogo. Ndio maana mimi nimejikita tu kabisa nikasema kwamba kila mmoja wetu awe na amani. Maana tunaposema amani, haijalishi kwa kuwa huyu ni mdogo, ndio, huyu ni mkubwa, huyu ana cheo kikubwa, huyu ana cheo kikubwa, wote wawe na amani. Huyu ni tajiri, huyu ni maskini, wote wawe na amani. Wote wawe na amani. Kwa kufanyaje? Kila mmoja acha mabaya, acha kumfanyia mabaya mwenzako, rafiki yako, mfanyakazi mwenzako. Acha kutunga hila ili kupata amani. 14 anazungumza hivi, anasema hivi, tuanzie 13. Uzuie ulimi wako na mabaya na midomo yako na kusema hila. Uache mabaya ukatende mema, utafute amani ukaifuatie. Maneno mazito sana. Kwa hiyo ndicho kitu tunachotaka. Watu, unajua amani inaweza ikavunjika sio tu kwamba labda kwa kufanya tu mambo mabaya. Ndio maana huyu anasema kwamba uzuie ulimi wako na mabaya. Kwa hiyo kupitia kusema mabaya,
Mtangazaji leo hapa ukisikia mtu anakuambia Bernard yule sio kitu, sina nini, tayari moyo unakosa amani. Ndio. Naona. Kwa hiyo Biblia inatuagiza hivyo. Sasa sisi kama watumishi wa Mungu, na hata sasa niko hapa, ninawaasa wewe unayenisikiliza, kwa kweli ni vizuri ukawa makini sana. Acha kutunga hila. Acha kuchochea maneno fulani ambayo yanaweza yakawa mabaya. Mtu anapoyasikia mtu mwingine anaumia. Anapoumia mwingine anashindwa kustahimili, na yeye anaamua labda kuzungumza anachoweza. Hapo tayari machafuko yanazidi. Kwa hiyo ni watu waache mabaya. Huu ndio ujumbe wetu tunapokuwa madhabahuni. Watu waache mabaya. Ndio. Waache dhambi, waache mambo yasiyofaa. Lakini kwa namna gani? Umfuate Mungu ambaye ndiye mfalme wa amani. Umfuate Mungu ambaye ni mfalme wa amani. Baba mchungaji, unaongea maneno mazuri na kimsingi ya kiimani. Tumebakiza dakika 2 tu tuweze kumaliza kipindi hiki. Sasa tumeshasema mengi. Sasa la mwisho pengine wakati tukihitimisha kipindi kuhusiana na hili la umuhimu wa amani katika jamii, karibu sana. Kwa dakika 1.5. Asante ndugu mtangazaji. Watanzania wenzangu, ni kwamba lazima kila mmoja wetu ajue kwamba amani ndiyo maendeleo. Amani ndicho ambacho Bwana anakitaka. Kwa hiyo kila mmoja wetu adumishe. Ni zawadi ambayo Bwana anaiachilia, lakini haiji vivi, bado inatafutwa. Kwa hiyo kila Mtanzania mahali aliko, kwa kile anachokifanya, kwa kile anachokitenda, lazima adumishe amani. Maana pasipo amani haiwezekani. Watu hawatakwenda shamba, watu hawatakwenda kazi kufanya kazi zao, biashara zinafungwa, watu wanakimbia. Tunaona nchi mbalimbali jinsi watu wanavyokimbia, wanaacha mashamba yao. Yaani hata kile ambacho unafikiri kwamba kimepokwa, kwamba kwa sababu labda unaona kwamba nimenyang'anywa, unalazimika kukikimbia. Kwa hiyo ni vizuri kila mmoja atulie. Na amani sio tu kwamba ni ile hali ya kutokuwa na vita. Amani ni ile hali ya utulivu. Utulivu uanze ndani ya moyo wa mtu. Watu wamgeukie Kristo, wamgeukie Mungu aliye hai, ili aidumishe amani. Na amani yetu itadumu na maisha yataendelea vizuri kabisa. Kwa nini? Ni kwa sababu amani imedumu. Kwa hiyo wito wangu, kila mmoja mahali alipo, mkubwa kwa mdogo, aangalie, afanye haki, atende haki yake, ampatie haki mwingine, ajenge mahusiano na mwingine. Acha kuangalia tofauti ulio nayo kati ya mtu na mtu. Hapana. Tumepewa kutunza amani. Kifungo hiki cha amani, utulivu wa amani. Hakikisha ndugu yako anakuwa katika utulivu. Usimfanye akaumia, usimfanye akafadhaika. Sema mazuri, tenda mazuri. Na amani ya Tanzania iko mikononi mwa Watanzania wenyewe. Kwa hiyo wanatakiwa kuitunza, na wasipoitunza inaweza ikaangamia. Asante. Sawa. Baba, katika vipindi ambavyo nimekaa kimya kwa muda mrefu ni hiki, nilitaka wewe mwenyewe pia ndio uongee na Watanzania na uambie kuhusiana na haya masala ambayo kwa siku ya leo amenikutanisha nayo katika kipindi hiki cha mtazamaji wetu cha Tuongee Asubuhi. Na mtazamaji, leo sijasoma ujumbe wako wala sijapokea simu, kwa sababu nitaka baba kutokana na uzito wa mjadala huu aweze kueleza kwa kina kuhusiana na umuhimu wa amani katika jamii. Baba mchungaji, mimi nikushukuru sana. Asante sana. Na ile ambayo umelisema bila shaka Tanzania wamelipokea na watalifanyia kazi vizuri zaidi. Ndiyo. Mtazamaji, nimekuwa na mchungaji Daktari Simon John kutoka Nyegezi, Mwanza. Na kikubwa zaidi ni umuhimu wa amani katika jamii. Zingatia sana ambayo ameyasema kwenye kipindi. Baba mchungaji, wakati mwingine nikikualika kwenye kipindi, karibu sana. Asante sana. Hii kwa hapa ni mara ya kwanza wakati mwingine pia nitakaribisha hapa kwa ajili ya kuja kuendelea kuhubiri amani. Basi mtazamaji, kwa niaba ya Jovin pamoja na Alex Abdalla pamoja na Lucia,
Kabla sija kuaga, basi baba, walau kwa sekunde kadhaa tupate maombi na tuweze kuhitimisha kipindi. Asante. Baba wa mbinguni, wewe ndiye mfalme wa amani, Mungu mwenye utukufu. Unahakikisha amani katika ulimwengu wote. Nasi Bwana, kama Watanzania na kama mtumishi wako na mahali hapa, ninaomba amani. Amani idumu katikati ya Watanzania wote, idumu katikati ya mikoa yote. Bwana, achilia amani kwa kila mtu, mkubwa kwa mdogo. Amani yako Bwana ikawe pamoja na yeye. Hatuwezi bila amani. Bwana, tusaidie. Samehe uovu, samehe makosa, na kisha uachilie amani katikati yetu, katika jina la Yesu, amen. Amen. Asante mtazamaji, endelea kutazama Star TV. Tukutane kesho katika kipindi cha Tuongee Asubuhi. Langu ni Bernard James BJ.